Tunashukuru Mungu kwa maana ya maandalizi ya mchezo huu yamekamilika na kwenda vizuri kabisa, lakini vile vile pia tuna siku ya leo ambao pia tunaendelea na maandalizi hayo kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Niseme tu kwamba ni mchezo ambao unaleta taswira nzuri katika ligi ya wanawake kwa maana ya JKT Queens na Simba Queens. Lakini vile vile katika ngao ya jamii hii ambayo tumecheza katika timu nne, ni timu nne ambazo pia zinaleta taswira pia katika ligi ya wanawake kwa maana ubora wa vilabu vinne, ushindani wa ubora wa vilabu vinne, lakini vile vile tunategemea pia kwamba mwongozo huu wa ngao ya jamii ndio utakaoonekana katika ligi yetu ya wanawake, kwa maana kila timu itakayojiandaa vizuri zaidi na ligi kwa ngumu. Kwa katika mchezo wa kesho tunaamini mpaka hivi sasa wachezaji wako salama, maandalizi yako vizuri, tunasema kwamba waamke salama kesho wakafanya yale ambayo tumezoea kuelekeza mazoezini na hatimaye kuweza kupata ubingwa. Niseme tu kwa maana ya msimu uliopita tulikosa ngao ya jamii, tulikosa ubingwa kwa sababu tulianza vibaya. Kwa tunaamini kabisa kwamba mapungufu na makosa ya msimu uliopita tumeyarekebisha na hatimaye tumeweza kupita katika nusu finali ya kombe la mashindano ya kombe la ngao ya jamii, kwa maana tunaanza finali kesho. Kwa tunaendelea kuwa vizuri na hatimaye tunapata pointi 3 katika mechi ya kesho. Alama muhimu ambazo zitawapa ushindi kwenye ngao ya jamii ndivyo anavyosema Musa Hassan. Asante mwalimu Kajalo kutoka Arabia. Kwa kutizama mchezo wa awali kwa maana Simba Queens dhidi ya Mashujaa, lakini pia mchezo kwa maana JKT Queens wakicheza na Yanga Princess, kipi cha tofauti hapa ukiona kwenye kikosi chako mchezo wa kesho kwa kulinganisha na vile ambavyo wapinzani wako wanacheza mchezo wa awali? Okay, asante. Kwa maana ya kila mechi inakuwa na maandalizi yake na wachezaji wake. Kwa maana mechi uliona ya Simba na Mashujaa ni mechi iliandaliwa kiufundi kwa ajili ya Mashujaa jinsi walivyo katika ubora wa Mashujaa na katika mapungufu ya Mashujaa. Kwa sasa hivi maandalizi ambayo tumefanya baada ya mechi hiyo ni kuangalia mapungufu ya JKT na mazuri ya JKT ili kutengeneza timu yetu kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa kesho tumejiandaa vizuri kwa mazuri ya JKT na mapungufu ya JKT ili sisi atufanye kuweza kufanya vizuri, na ndio ambacho tumekingania sana kwenye mazoezi kurekebisha wachezaji wetu, kwa maana mechi iliyopita imepita. Kwa tunaangalia sasa katika kile ambacho tunaweza kuapply kuweza kufanikisha kile ambacho tunakitaka katika mechi ya kesho. Asante. Naitwa Mohamed Shabali wa Chapter. Kocha Mosi, mpinzani wenu JKT bado anaendelea kuwa na timu na kuna mabadiliko makubwa sana kwenye timu yake, lakini kwa upande wenu kuna mabadiliko ya baadhi ya wachezaji ambao wameingia. Pengine kukutana na JKT kwenye mechi kama hii ambayo ni kimaamuzi, msimu uliopita mlipoteza, matarajio kwamba mwende mkaanze vizuri. Je, tafsiri yake kwenda kuanza vizuri kwa kutoa ubingwa inawezekana ndio ikawapa mwanga wa wapinzani wenu vipi, hususan tukianzia kwenye ngao hii ya jamii? Niseme kwamba JKT wanajulikana vizuri kwa sababu wachezaji wao ni wako vile vile, lakini vile vile Simba imeweza kutoa wachezaji wengi na kuingiza maigizo mapya, lakini katika maigizo mapya hao hakuna mgeni katika mpira kwa sababu wengi wao wapo katika timu ya taifa za nchi zao, lakini pia kwa Tanzania vile vile wapo kwa timu ya taifa. Kwa tuna kikosi bora ambacho kina upevu wa kuelewa. Kilichopo saizi ni kuweza kwamba yule anachezea Simba dhidi ya JKT, huyu atachezea Simba dhidi ya Yanga, ambapo huko nyuma alipokuwa hajakipata hicho ambacho amekipata. Lakini kwa kuhusu wachezaji wapo vizuri, tumejiandaa vizuri na mipango yetu ya mazoezi, kila mtu anaonyesha hali kwamba anahitaji kucheza mechi ya kesho. Kwa sababu kwamba ni mechi ambayo itakuwa ni mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia, lakini taswira pia ya ligi yetu ya Tanzania. Kwa nisema tu kwamba JKT wamechukua ubingwa katika msimu uliopita, lakini sisi tukichukua pointi 4 kwa yeye. Kwa vile vile katika ngao ya jamii ya mwaka jana tulitolewa katika hatua ya awali akakatiza na Yanga, nafikiri akaweza kushinda. Kwa hiyo jana mwaka jana imepita, mwaka jana tunaangalia msimu kwamba kiu yetu na mafanikio yetu tunahitaji kufanya vizuri katika mashindano, haijalishi kuna kwa kizazi gani, kwa maana ndani ya kiufundi tuko vizuri na wachezaji wanapokea ufundi vizuri kwa kuhakikisha tunapata katika kila ambacho tunahitaji katika msimu. Kocha Mosi, sina takwimu halisi za kwa maana ya kwamba kuangalia namna jinsi wachezaji walifanya ndani ya uwanja, lakini kwa macho ya kawaida kuna muda ilionekana kama level ya utimamu wa mwili haipo juu sana kwa wachezaji wao. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho wa fainali ambao inahitaji mchezaji jitoe kwa zaidi ya 100% hasa kwenye mapambano ya 1v1, utimamu wa wachezaji wako wote kwa ujumla uko vipi? Lakini pili, haukuwepo kwenye benchi mchezo uliopita. Unahisi uwepo wako hivi sasa unaweza ukabadilisha kitu?
Mimi niseme tu kwamba katika swala la kwanza, katika swala la utimamu, mimi niseme tu kwamba ni kauli inakuwa rahisi sana kwa watu waliokuwa nje ya mpira kwamba timu ikicheza yule kapigwa push kadondoka hayupo fit. Yule kacheza kuna hali fulani imeingia labda ya kutokuwa mchezoni kuchoka, yule hayupo fit. Lakini katika takwimu za kimazoezi tunasema maandalizi yanaanzia kwenye fitness kuelekea huko kwenye vitu vingine ambavyo vipo. Kwa hiyo kwa timu yetu sisi tupo vizuri. Tunachohangaika sasa hivi ni ile kuweka mlingano na umoja na uelewano baina ya wachezaji tuliokuwa nao waliokuwepo kipindi cha nyuma na wachezaji waliokuwepo wameingia katika dirisha hili la usajili. Kwa hiyo niseme tu kwamba timu yetu inaendelea kuimarika, inaendelea kujenga, lakini sio sababu ya kusema kwamba timu haipo fit, kwa sababu naamini tumeingia zoezi mapema sana, tumejiandaa mapema sana kwa ajili ya mashindano kwa maana ngao hii ya jamii, lakini pia muendelezo wa kufanya maandalizi ya ligi. Kwa kikubwa mimi kuwepo kutokuwepo, Simba Queens wamecheza na wamefanya kazi. Kikubwa tunakosekana kama ni bench. Mwalimu mkuu alienda kwenye kumalizia kozi yake na mimi nilikuwa kwa matatizo kidogo ya kwenye bench kwamba ya kuruhusu mimi kwa kwenye bench, lakini mazoezini tumekuwa tumetengeneza wote. Kwa hata nikuita wewe ile mechi uje usimame pale umeshinda tu. Naitwa Ken Malila kutoka Magic FM. Katika mchezo wa kwanza dhidi ya Mashujaa Queens, muda mwingi Simba Queens walimiliki mchezo na Mashujaa kukaa nyuma kwa wakati mwingi sana. JKT Queens ni timu ambayo iko tofauti na Mashujaa. Je, tutarajie kuona mabadiliko makubwa ya wachezaji au ya kimfumo mmoja? Kwa sababu tupo kimbinu na tumeshafanya kazi yetu sisi tukiwa kambini, kwa maana ukienda kwenye vita unaenda kujificha ili kuandaa silaha zako kwenda kuapply kuweza kufanikisha kile ambacho unakipigania. Kwa hiyo niseme tu kwa mechi ya kesho ni mechi nzuri, mechi ina ushindani. Njoo wahimizeni wananchi waje waangalie burudani, kwa sababu uwanja KMC nafikiri kwa katikati ya mji, kwa maana mwana michezo yote ambaye yupo Dar es Salaam atakikosa mchezo huu. Lakini ulivyoona mechi ya Mashujaa na Simba ni tofauti tutakavyoiona mechi ya Simba na JKT Queens kesho. Sawa, coach, ngao ya jamii 2025 kwenu umeionaje ushindani wake pamoja na namna ambavyo timu zilivyokuja? Kikubwa nasema ni napongeze TFF kwa maana kila msimu unapokuja unakuwa na mambo mapya na ushindani pia unakuwa. Ni taswira ya ngao ya jamii ya msimu huu imeleta timu ambazo zote ziko strong kama nilivyosema awali, timu ambazo zina uwezo wa kuweza kutangaza vyema ligi ya Tanzania katika upande wa wanawake. Kwa sababu nipongeze TFF kuweza kuchukua hayo yalikuwa nyuma na kuendelea kuyatengeneza kuwa bora katika ligi ya wanawake. Kwa ni msimu ambao umekuwa bora, ni msimu ambao tumeufungua kwa ushindani, msimu ambao pia kila timu imeonyesha ushindani. Yanga na JKT wamecheza, kila mtu ameona kitu ambacho kimefanyika pale, ni mpira ambao umepigwa katika masuala ya kiufundi na hizo nyingine kufanya mtu kuweza kushinda. Lakini ukiangalia pia mechi ya Simba na Mashujaa ni mechi ambayo imechezwa kwa vipindi awamu, Simba wanashambulia, Mashujaa wanashambulia, kwa maana walimu wanaendelea kutengeneza timu zao kuweza kuwa bora zaidi. Kwa niseme pia na timu nyingine ambazo hazijapata nafasi ya kucheza katika mashindano huko kombe hili la kufungua ligi, na mimi pia wao watakuwa wanajiandaa na pia wameona hii mechi, kwa sababu Azam wanaonesha, anaamini kabisa pia wao watakuwa wanaona ushindani na uzito uliokuwepo ili kuendelea kucheza vizuri, hatimaye tuweze kupata ligi iliyokuwa bora zaidi kuliko mwaka jana. Ilikuwa bora, lakini inapokwenda mbele maana itakuwa iboreshwe na bora zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba TFF wanaweka ubora huo, kupia vilabu viweke ubora huo kuonesha ushindani ndani ya uwanja, kwa maana vipaji vyenye kushindana kuweza kufanikisha yale ambayo wanahitaji. Kwa Simba nasema kwamba tumepata vipimo vizuri kabisa, kwa sababu mashindano haya ya ngao ya jamii msimu huu hatujacheza mechi yote tough, tumekuja kucheza kwenye ngao ya jamii. Kwa tunaendelea kutengeneza timu na kuweza kupata uhalisia wa ligi jinsi ilivyo, lakini yote sema kwamba wapenzi wa Simba waje wa support timu yao ya Simba Queens katika mechi ya kesho na hatimaye tuweze kuchukua ngao hii ya jamii. Tunahitaji sana kurekebisha yale makosa msimu Mayala. Mchezo wa finali baada ya finali ya ngao ya jamii iliyopita, sasa mmerejea tena kwenye kucheza finali. Kwenu wachezaji mnaichukulia kwa uzito gani finali hiyo? Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwenye finali hii. Kikubwa tumejiandaa vyema, cha kwanza. Cha pili, ina uzito kwetu kwa sababu mwaka jana tulishindwa kufika, na mwaka huu tumeamua na tumeweka malengo kwamba ni lazima tuchukue katika kujiandaa kuendelea kufikia ligi yetu. Kwa hiyo kikubwa wachezaji wamejiandaa vyema
na tumejiandaa vyema kiujumla, tuna morali kubwa. Mwaka jana tuliteleza kuanzia kwenye ngao mpaka kwenye ligi. So this time tumeamua kabisa kwamba tunaanza na ngao then kuelekea ligi. So kwetu ni lazima. Kwa lazima nasema Esther. Sorry. Esther, mara nyingi tumeona Simba akiwa anacheza anaenjoy zaidi kucheza kwa kumiliki mpira uwanjani, lakini kutizama JKT Queens ni timu ambayo inacheza sana tough, lakini pia inafika sana. Kwa wapinzani wa aina hii tutarajie kuwaona kwenye falsafa yenu ya kawaida, ama kuna kitu mwalimu ambaye anambia mbadilishe kwa sababu ya kopa inayofanana nayo? Cha kwanza kabisa ni kwamba Salfasa haiwezi kupotea, ni lazima iwepo na tutacheza vile vile Simba Queens ambavyo inatakiwa kucheza, lakini pia kama ambavyo mlimsikia mwalimu hapo mwanzo, kila mechi inakuja na formation yake. So watakapoingia wao ndivyo tutakavyowapokea sisi, kulingana na sisi pia tulivyojiandaa kupitia wao. Esther, kama wachezaji wengine naamini kucheza na JKT ambao wametoka kwenye mashindano ya Sekafa kwa mabingwa, tafsiri yake ni kwamba wenzenu wamecheza mechi nyingi sana za kiushindani. Ni mechi za kiushindani sana ndio mmeenda kukutana nayo dhidi ya Mashujaa. Kwa nyakati mlikuwa mnaonekana mnacheza vizuri, lakini kwa nyakati kitimu pia mlikuwa mnapitia changamoto. Kwenda kucheza na JKT kesho ambao wana muda mrefu kufanya maandalizi na wametoka kwenye mashindano ya kiushindani Afrika Mashariki, pengine naamini inaweza kwenda kurudia ugumu kiasi gani kwenda kupambana nao kwenye eneo la energy ambayo ni wachezaji wanayo? Kwanza kabisa ni kwamba timu tumejiandaa vyema, tumepewa maelekezo ya kutosha, pia wachezaji wamefanya mazoezi ya kutosha, so wako vyema kimwili na kiakili. Cha pili ni kwamba JKT ni wachezaji ambao asilimia kubwa tunafahamiana na tunawajua. Haijalishi kwamba wameenda kwenye mashindano makubwa, wamecheza mechi nyingi, lakini sisi tunaamini kuwa kwamba tumekutana nao mara nyingi sana katika mashindano tofauti tofauti. So tunajua udhaifu wao, tunajua uzuri wao. So tumejipanga pia hata sisi kulingana na the way walivyo wao. Na hata wachezaji wako vyema. Haijalishi tumekaa kwa muda ambao mnauona so muda mrefu, lakini kwetu ni muda mrefu kwa sababu tushajuana pia. So tuko vizuri. Esther, kwa kawaida kila timu inapofika katika hatua hii ya finali, lengo lake kubwa linakuwa ni kuwa bingwa wa mashindano. Kuna vitu vingi tunaamini pengine makocha wamekuwa wakiwaambia kama ni morali, motisha kuweza kujijenga morali kuhakikisha kwamba mnapata ushindi katika mchezo wa finali. Nyinyi wachezaji mkikaa kwenye vikao vyenu mnazungumza nini, lakini pengine ukipata nafasi ya kuweza kumshauri kocha kwa namna yoyote ile, unaweza kumshauri nini kuelekea katika mchezo wa finali? Cha kwanza kabisa kama nilivyosema mwanzo, wachezaji tuna morali kubwa na tumejifunza pia kwa sababu mwanzo tulipoteza na hata kwenye ligi tulipoteza. So bado wachezaji tuna ile shauku ya kurudisha ule utawala wetu tuliokuwa nao mwanzo, na hata wachezaji wape pia wana morali kwa sababu kila mchezaji ana malengo. Hakuna mchezaji ambaye anafika kwenye club then anawaza kwamba mimi nikacheze tu aidha nisiwe bingwa. No. Kila mchezaji ana malengo na kuna malengo pia ya club. So sisi kama wachezaji tumejipanga pia na shauku zetu kubwa, morali zetu kubwa ni kuchukua ngao ya jamii. Swali moja la mwisho. Captain, kila timu au kila kocha huwa anaumiza kichwa kwa ajili ya mchezaji husika wa timu pinzani. Wewe ni nahodha, lakini pia ukiwa katika eneo la ulinzi, unaweza kutuibia siri kidogo, ni mchezaji gani wa JKT ambaye mnamfanyia sana mazoezi au mwalimu anaumiza sana kichwa kwa nyinyi kwenda kumdhibiti? Sorry zuri, but mpira wa miguu so wa mchezaji mmoja mmoja. Ni mchezo ambao unaunganisha timu, that why inaitwa timu. So sisi tumejipanga kwa timu nzima kwamba ni namna gani wanakuja na sisi kama timu ni namna gani tunaenda. Hatujajipanga kwa mchezaji mmoja mmoja kwa sababu tunaamini katika mchezaji mmoja mmoja anatakiwa aoneshe kila alichonacho kwa ajili ya kusaidia timu akiunganisha na wachezaji wenzake. So tumejipanga kwa timu nzima. Namna wanapokuja ndio namna tunavyowapokea. Maliza captain wa Simba Queens Esther Mayala. Esther, kila la heri. Coach Mosi, kila la heri. Shukrani kwa mchezo wenu.